Wewe ni Mtanzania huko hapa Tanzania. Kwa unataka nirudie hayo matamko? Oktoba 29 kwa mujibu wa katiba ya nchi uchaguzi ulifanyika na vyama vya upinzani mbalimbali vikaonyeshwa kutoridhishwa na mchakato ulivyofanyika katika siku ya Oktoba 29. Lakini Chauma hatukuwaona kwa haraka mkijibu ama kuonyesha kutoridhishwa na Oktoba 29 kama vyama vingine vilivyo nani. Tumeona juzi tu hapa katibu mkuu amezungumza katika siku ya wanawake duniani. Kwa nini mlikaa kimya kwa muda huo wote? Ama nyinyi mambo yalivyofanyika nyinyi mko tofauti na vyama vingine vya upinzani? Mambo yalikwenda sawia kwa upande wenu? Sikiliza, ni hivi, busara za watu wa pwani wanasema likitokea jambo kubwa hukurupuki na kusema. Unaomba glasi ya maji, unakunywa maji, unatuliza pressure, unasema ukiwa umefikiria. Unasema na utasema kitu cha maana. Sisi, lakini hilo la kwanza. Cha pili, kusema chama cha siasa kama ni chama cha demokrasia kinachojali mawazo ya watu, ushiriki wa vikao, maamuzi ya pamoja kwenye vikao, huwezi jambo likatokea leo wewe ukatoka kesho nasema. Maana ulikuwa unasema maoni yako, ulikuwa unasema mawazo yako, na hakuna kwenye chama mtu mmoja aliyepewa mamlaka ya kuwa anakisemea chama kizima. Ukiona mtu anafanya hivyo, huyo hajui demokrasia inaendeshwaje. Sisi nimekuambia mpaka tumekaa kamati kuu, ndio chombo cha kwanza cha kufanya maamuzi ya chama, tukakubaliana, tukatoka. Alichokuwa anasema katibu mkuu juzi yalikuwa ni maazimio ya kamati kuu. Unajipa muda, jambo limetokea, unafanya utafiti, unakaa kwenye vikao vyenye mamlaka, unatoa tamko. Uwezi jambo likatokea leo kesho kutoka unatoa tamko. Kwa sababu okay, sasa nikuulize, waliyetoka wakatoa matamko siku hiyo hiyo na tuliochelewa kutoa tamko, waliyetoka wakatoa tamko siku hiyo wamebadilisha nini? Ni nini kimebadilika baada ya kutoka na kutoa tamko siku hiyo? Wakabadilisha nini? Kwa sababu ndio utamaduni tulionao. Na ndio nikakwambia Chauma tunataka kujenga chama kinachozingatia historia ya miaka 33 ya vyama vingi. Tuna historia, tunajua. Tutakuwa chama cha ajabu tukiendelea kufanya mambo kama yalivyokuwa business as usual. Kwa hao waliofanya wengine walikurupuka wakafanya business as usual. Ni uamuzi wao, siwezi kusema walikurupuka. Wao wanavyoona inafaa. Maana yake nyinyi mlikunywa glasi ya maji, mkashusha pressure. Mimi ninakwambia busara za kawaida zinasema hivyo. Busara za kawaida zinasema hivyo. Na nikakwambia sisi Chauma tunatoa matamko yetu baada ya kukaa kwenye vikao. Sasa kama wao walikaa sio msemaji wao, kama walikurupuka sio msemaji wao, lakini mimi nilikuwa najibu hoja ya kusema kwamba sisi tumechelewa. Sasa nikana kuuliza, waliyewahi wamewahi nini? Walowahi hao wamewahi nini? Wamebadilisha nini? Ungekuwa unasema waliyewahi wamebadilisha hiki, nyie mliochelewa wamechelewa kubadilisha hiki, ungekuwa na hoja. Sasa huyo unayesema amewahi, mimi sijasema kakurupuka, lakini unayesema kawahi, kabadilisha nini baada ya kuwahi? Lakini hata nyinyi mlichelewa Benson, pia bado ni haki. Tumetoa tamko la chama kwa sababu tumekaa kwenye vikao vya chama. Ndo kitu msingi. Sawa, nyinyi mmechelewa, mmetoa tamko la chama, lakini mmepata matokeo katika tamko lenu hili ambalo limechelewa. Nani alikuwa anatoa matamko ili apate matokeo? Kwa sababu kama ambavyo umesema matokeo yametokea ya uchaguzi, tutakuwa tuwe tamko haraka. Mimi nikwambia haraka inategemea kukaa kwa vikao vya chama na busara zenu. Busara zetu zilitufanya tusubiri tukae kikao cha chama. Tumekaa kikao cha chama tumetoa. Wewe ndio tukuu niambie, unayesema sisi tumechelewa na kuna wengine wamewahi. Mimi sioni aliyechelewa na kuwahi, kwa sababu mimi naona ni utaratibu wa kichama. Ni utaratibu wa nini? Wa ndani ya chama. Sasa wewe unayesema kuna watu wamewahi na sisi tumechelewa, ndio uniambie tuliochelewa tumechelewa nini? Na walowahi wamewahi kitu gani? Ndio uniambie wewe sasa. Kwa sababu mimi sina hicho kipimo cha huyu kachelewa huyu kawahi. Wewe una kipimo cha kwamba huyu kachelewa huyu kawahi. Sasa ndio niambie alowahi kawahi nini? Na kabadilisha nini? Alochelewa kachelewa nini?
na akashindwa kubadilisha nini? Hata kama hawajabadilisha, lakini kwa utaratibu wa kawaida mtu anapokuwa amepata madhila, kuonyeshwa kuguswa na huko pamoja na wale waliopata madhila ni kusema haraka, lakini nyinyi inaonekana nyinyi hamkuguswa. Unatofautishaje na muhemko? Yaani kama mtu akipata madhila, mtu amefiwa Kigaila, unasema uendi kumuona, utakwenda kumuona mwakani. Alafu wale waliokwenda kumuona mapema katika msiba unasema kwani waliokwenda walimfufua marehemu. Mambo yako ni tofauti. Kwenye msiba tunaenda kwa ajili ya kufariji mfiwa, sio? Yaani unacho achieve kwenye msiba ni kufariji mfiwa. Sasa hapa ni mfiwa gani tulikuwa tumfariji? Mfiwa gani tulikuwa tumfariji kwenye uchaguzi? Mfiwa gani? Kwa sababu tumefanya uchaguzi wote, sio? Umekwenda ulivyokwenda, kama kuna kasoro, kama hakuna kasoro. Sasa unasema tuwahi kusema, ukishawahi unamfariji nani? Sawa na msiba unamfanya na mtu wa kumfariji kwa mujibu wa chaume. Mimi nakuuliza ulitakuwa kumfariji nani? Sasa wewe ndio niambie kama ndio niambie. Naibu Katibu Mkuu, ndio mimi naongezea tu hapo, ataendelea waandamizi. Sawa. Hoja ya msingi ni kwamba siku hii kulikuwa na matukio ambayo yalitokea. Sijaulizwa hayo sasa. Aulize. Sikiliza. Wewe usinipeleke niongee mambo ambayo hujaniuliza. Kwa kama wewe umeniuliza habari ya uchaguzi, kwamba matokeo ya uchaguzi watu walilani, sio waitoa matamko. Sasa kama kuna mambo yaliyotokea tarehe 29 hujaniuliza, ukitaka kuniulize. Benson Kigaila, Oktoba 29 kwa mujibu wa katiba uchaguzi ulifanyika, lakini vyama vya kisiasa hasa vya upinzani vilionyesha kutokuridhishwa na uchaguzi kwa ujumla wake, lakini pia mbali na uchaguzi kuna matukio ambayo yalitokea baada ya uchaguzi. Hayo matukio ambayo tumeona vyombo vya habari mbalimbali vimeripoti kwamba kuna matukio gani? Kuna watu maandamano yalikuwepo, kwa nini wewe unaogopa kuyataja hayo matukio? Mimi nimeogopa kutaja wapi? Ndio nakwambia wewe, kwa hiyo Kigaila hauko Tanzania. Ni kama ndio nasema au wewe unaogopa kulisema hivi. Mimi sikuja hapa, sijaita press conference kuzungumza. Wewe umeniita, una maswali unaniuliza. Umeniwaswi? Mimi ningeita press conference. Mimi pia nitaomba. Mimi nitaomba. Ngoja niweke msingi wangu vizuri. Sawa. Mimi sijaita press conference. Ningeita press conference, ungesema mbona hili hujasema? Sio? Lakini wewe umeniita, una maswali. Mimi niko hapa najibu maswali yako. Nitakuwa mtu wa ajabu nikianza kujibu maswali ambayo hujaniuliza. Nikaanza kuyajibu. Utaniuliza, umeulizwa na nani hayo maswali? Sasa ulikuwa hujaniuliza hilo swali. Sasa umeniuliza. Sasa karibu basi. Sasa ndio nakujibu. Ni hivi kaka. Tarehe 29 na inawekwa, sio haiwekwi vizuri. Mimi nataka niweke vizuri. Vurugu zilianza asubuhi ya tarehe 29. Tofauti na watu wengine ambao wanataka kusema vurugu zilianza baada ya uchaguzi. Vurugu hazikuanza baada ya uchaguzi. Vurugu zilianza asubuhi ya tarehe 29. Hiyo lazima tuelewane. Sasa baada kulikuwa na uchaguzi, kulikuwa na vurugu. Sasa hizo vurugu zilikuwepo, zikasababisha uharibifu wa miundombinu, uharibifu wa mali mbalimbali, kukatokea vifo na mambo mbalimbali. Sasa sisi hapa tulipo kama Chauma tunachojua, ili uweze kuwa na haki ya kusema, aidha kulaumu au kutoa tamko, ni muhimu, hasa unapotaka kulaumu, ni muhimu utumie principle of natural justice. Lazima uwe na utafiti utakaye kupa ushahidi, utakaye kuongoza kulaumu kwa haki au kupongeza kwa haki au kusema kwa haki. Kati yangu mimi na wewe na yoyote aliyekushatoa tamko, hakuna mwenye ushahidi wa nini kilichotokea, mauaji yalifanyika namna gani, kama ni uharibifu wa mali nani aliufanya, ulifanyika kwa sababu gani. Hakuna mwenye ushahidi, kwa sababu tume ya rais imeundwa inachunguza hayo mambo. Sisi kama chama tunafanya mambo mawili katika hilo. Moja, kushiriki kutoa maoni kwenye tume, na tumeshaitwa, tumeshatoa maoni yetu kwenye tume.
Lakini cha pili, tunafuatilia na tunasubiri kwa hamu matokeo ya tume. Itatuambia ni nini kilitokea, nani alifanya nini, na hatua gani zichukuliwe. Huo ndio utafiti unafanywa. Anayesema yoyote hana utafiti. Kwa sababu gani? Vyombo vyamesema, vimeandika, watu wamesema, lakini watu kwa wanasema yale walioona wao. Je, unaweza ukasema ni watu wangapi walikufa? Huwezi ukasema. Na ukisema ndio unadanganya, kwa sababu ukuwepo kila mahali. Unaweza ukasema vitu vingapi vimeharibiwa? Huwezi ukasema. Sasa tume imeundwa. Kwa sisi tunaamini kama chama, na ndio maana tumesema nani juzi, sisi tumeshatoa maoni kwenye tume, tunafuatilia kwa makini mwenendo wa tume, na mwisho wa siku sisi tutasimama, tutatoa kauli yetu thabiti kuhusu hilo swala baada ya tume kutoa taarifa yake. Tutaona taarifa ya tume ni sahihi kiasi gani, inatenda haki kiasi gani, haitendi haki kiasi gani, ni nani wa kulaumiwa, nani wa kutolaumiwa. Lakini ukilaumu mapema, ndugu zangu, niwaambie, haki tunazozisema lazima ziwe haki za kisheria. Haziwezi kuwa haki ambazo ziko moyoni mwetu. Maana unajua sasa hivi tumetengeneza haki za moyoni mwetu. Kama ni haki za moyoni mwetu, kila mtu ana haki yake na ni subjective. Kwa maana hiyo, haki ya moyoni mwako ni subjective. Tunataka haki ya kisheria, na haki ya kisheria, cha kwanza, pande zote zipewe nafasi ya kusikilizwa, ambazo unaweza kuwa unazituhumu zisikilizwe. Baada ya kusikilizwa ndio uweze kuhukumu, ndio utatoa haki. Sasa sisi tunataka haki, kwa sababu mimi natoka kwenye chombo cha habari na uwezo wa kupiga kelele, basi hiyo ndio mimi ndio mwenye haki. Haiwezi kuwa haki ya namna hiyo. Kila mtu anajichukulia haki yake. Sasa je, yule asiyeweza kupata chombo cha habari akasema haki hiyo anaipataje? Sasa lazima tuwapeleke Watanzania mahali ambapo wawe na uvumilivu, wawe na stahamara ya kuweza kuona kwamba jambo limetokea, utafiti ufanywe ili tuweze kutoa haki kwa mujibu wa nini? Wa ushahidi. Hatuna ushahidi hapa. Hakuna mwenye ushahidi hapa. Kama kutuma mtu ushahidi ajitokeze, asimame tumuone kwamba mimi nina ushahidi wa mambo yote yaliyotokea na nimefanya utafiti. Atuambie afanya utafiti wapi? Mtu anaweza kwa alikuwa yuko Magomeni, hapo anatumia utafiti nani matukio ya Magomeni kwamba ndio utafiti wake. Haiwezi kuwa hivyo. Haiwezi kuwa hivyo. Kwa sasa sisi kama chama, msimamo wetu ni hivyo. Sisi kama chama kututegemea kwamba tunaweza jambo limetokea leo tukakurupuka leo, huenda msituone kwenye mambo ya namna hiyo. Sisi lazima tutende haki, ni chama kinachofuata demokrasia na haki, na tutapigania haki, lakini haki itokane na ushahidi, sio haki ya kujitungia moyoni. Haki yangu, haki yako, haki yake ni tofauti. Mimi nataka nimalizie waendelee waandamizi. Sawa. Tarehe 4 mmefanya kikao cha kamati kuu. Ndio. March. Ndio. Tarehe 8 katibu mkuu, na hapa niko kwenye ukurasa rasmi wa Instagram wa Chauma. Ndio. Tarehe 8 katibu mkuu akatoa taarifa kwa umma kuhusu maazimio ya kamati kuu. Ndio. Na akayasaini. Ndio. Hapo kwenye kurasa zenu za mitandao ya kijamii. Ndio. Moja ya hayo maazimio mliangaza kuhusu issue ya hayo matukio ya 29. Sahihi. Pamoja na mambo mengine mmesema kwamba matukio yale mmelaani ya vurugu na nini, lakini mnasema nyinyi mnaamini kwamba ule ni mpango uliokuwa wa kuvuruga uchaguzi ambao haukufanikiwa. Kama mnaamini kwamba hamkufanya tafiti na mnasubiri ripoti ya tume, kwa nini mnaamini kwamba kile kilichotokea ulikuwa ni mkakati wa kuvuruga uchaguzi? Na mmepima uzani gani kuamini kwamba ulikuwa ni mpango wa kuvuruga uchaguzi? Na nini ambacho kimewakusukuma kusema kwamba haukufanikiwa mpango huo? Karibu ndugu Benson Kigaila. Kwanza haukufanikiwa kwa sababu uchaguzi ulifanyika. Kwa sababu mpango wa kuzuia uchaguzi ili ufanikiwe ni kwamba uchaguzi usifanyike. Kama uchaguzi umefanyika, yani kama wewe ulikuwa unanizuia mimi nisiingie humu studio na nimeingia humu ndani, unakuwa hujafanikiwa kunizuia kuingia studio. Maana nimeingia studio. Kwa hiyo hiyo ni kitu cha kwanza ambacho wala hakihitaji utafiti. Ni kwamba uchaguzi ulifanyika, maana yake hizo vurugu hazikufanikiwa. Lakini kwa nini tunasema kwamba zilikuwa za kuzuia uchaguzi? Sababu ndicho kilikuwa kinasemwa na zilitokea siku ya uchaguzi. Ndicho kilikuwa kinasemwa, kilisemwa kwa sababu wote tuko ni Watanzania. Wao umesema mimi ni Mtanzania, wewe ni Mtanzania huko Tanzania. Kwa ni mtu ambaye ni mgeni, mtalii aliyetoka nje ya Tanzania ndio anaweza akaambiwa. Ilikuwa inasemwa
kwamba uchaguzi hautafanyika na tarehe 29 nani vurugu hizo zikafanyika, na ndio maana sisi kama chama tunaamini kwamba vurugu zile zilikuwa zinalenga uchaguzi usifanyike. Tunaamini hivyo. Tunaweza kusahihishwa na matokeo ya tume yatakayotoka, lakini sisi tunaamini hivyo kwamba vurugu zile, kutokana na mazingira yaliyokuwepo ya matamko ya siku zote za kampeni mpaka tumefika kwenye uchaguzi, na matokeo yale kufanyika tarehe 29 ya usiku ya uchaguzi, lengo lake lilikuwa uchaguzi usifanyike. Unazungumzia matamko yapi sasa? Wewe ni Mtanzania, uko hapa Tanzania. Wewe ni Mtanzania, uko hapa Tanzania. Kwa unataka nirudie hayo matamko? Na tumekubaliana hapa kwamba tusitaje watu wasioko studio hapa. Sawa, tusitaje watu walioko studio.